Shalom, shalom ndugu zangu. Shalom my brothers. Wale ambao wamekuja katika neno lingine la Bwana Yesu. Ninawakaribisha sana. Karibuni. Mlipo popote ambapo mmetokea katika nchi, madhehebu na popote ambapo mmetokea, karibuni. Unaweza kuwa pengine wewe umekuja kusikiza hili neno na umetoka katika dini fulani. Ninawakaribisha nyinyi wote. Leo ni siku njema ambayo Mungu ametupatia na ametujali na akatupatia neema ya kuweza kuwa pamoja na wewe. Tunamshukuru na tunamwambia asante Mungu kwa upendo wako kutupatia nafasi ingine na siku ingine na maisha ingine kwa siku ambayo tunaweza karibiana pamoja mimi na wewe na tuweze kusikizana na tuelewane na tumjue huyu Mungu ambaye ametupatia rehema leo ana yapi ya kusema. Neno ndugu zangu kwa siku ya leo, Mungu amenibariki na neno ambalo nitakuletea leo ni neno la mateso. Mada ya mahubiri ni mateso, au neno la siku ya leo ni mateso. Je, unapitia mateso? Katika maisha yako umepitia mateso? Katika maisha ya Ukristo umepitia mateso? Mateso tukiangalia katika maisha yetu, mimi na wewe tutapata kuwa tumeteseka tukikuwa wadogo. Haijali kama wewe ni Mkristo, wewe ni dini tofauti tofauti, Mkristo, Muislamu, mpagani, haijalishi. Lakini katika maisha yetu tunapata kuwa kuna mahali ambapo tuliteseka, na hata kama unazeeka unajipata unajiuliza mbona niliteseka hivi. Neno la leo ni neno la kusema kwa nini Mungu anawacha watu wapitie mateso. Sana sana kwa Ukristo tunaelewa sana kwa watu wanapitia mateso. Lakini kwa nini Mungu anafanya watu wapitie katika mateso? Mbona wewe unapitia katika mateso? Haujafanya mtu yoyote kitu yoyote, haujafanya chochote, lakini bado unaona unadhulumiwa, unaangaliwa kwa chini, maisha imekuwa magumu, umekuwa maskini, vita imekuwa mengi, ndoa yako imeharibiwa, watoto wanaleta vita, mambo yanakuwa mabaya. Kwa nini ninapitia mateso? Na mbona Mungu amewacha niteseke? Hii neno ninaileta saa hii pia ni kwa sababu kuna jambo fulani ambalo limefanyika leo, dakika kama 20 ambayo ilipita, ambayo pia yamenipatia nguvu ya kuelewa kuwa watu wanapitia mateso. Nitakupatia ushuhuda wangu, lakini pia we jiulize, kwa hii ushuhuda wangu na hii neno la leo utaelewa kwa nini mbona unapitia mateso. Dakika 20 ambayo ilipita, nilikuwako nikitembea kwa barabara, nikizunguka, nikitembea, nikapatana na mwanamke mmoja. Na hii jambo ambalo ninakwambia saa hii imefanyika saa hii kama dakika 20 imepita.
Nilikuwako tu nikitembea kwa barabara, nikizunguka zunguka, nikapata mwanamke ambaye nitasema ni malaya, au ninaweza sema ni mwanamke ambaye anajiuza barabara, lakini pia ako na shida fulani. Mimi nimemkaribia, nilikuwa nataka kumwambia mambo ya Yesu Kristo. Nikamsimamisha, nikamuuliza mbona ninataka nikusaidie aje? Akaniambia usaidizi nimpatie pesa aende akule, ana njaa. Lakini mwanamke nguo zake zote ako uchi. Unaona mapaja yake, unaona miguu zake, lakini pia ukimwangalia vizuri ako na kasoro fulani, si mtu ako sawa. Anaongea mambo ambayo wewe mwenyewe huwezi ongea. Anaongea kuna watu wanampiga, kuna watu wanamchukia, kuna wamechukua uso wake wamefanya hivi. Yaani anaongea mambo za kiroho, lakini ananiongelesha kwa mtu ambaye si mtu wa kiroho, hawezi elewa ni nini anasema. Lakini ninaelewa kuwa ni mapepo yanamsumbua. Ni mwanamke ako uchi na pengine anajiuza kwa barabara, ama watu wanaume wanachukua advantage kwa sababu ajielewi. Na mimi hapo nimesimama, ninajaribu kumuongelesha, nimuelekeze kwa Yesu Kristo. Wakati wowote watumishi wa Mungu lazima wasimame wasaidie watu. Haijalishi kama ni malaya, kama ni daktari, kama ni nani. Mungu anatuletea watu mbele zako ndio uweze kuambia mambo ya Yesu Kristo. Lakini nikimwambia mambo ya Yesu, ninamwambia unaweza taka kumpokea Yesu, ananiambia hapana, yeye ni Allah. Yeye amechagua Allah. Huyu ni mwanamke ambaye ananiambia nimechagua Allah. Namuuliza, na huyo Bwana unasema ni nani? Anasema ni Allah. Namwambia Bwana ni Yesu Kristo. Lakini anasema Yesu Kristo ni rafiki yangu. Lakini Allah. Yaani anaongea mambo za kiroho, na pia anaongea ni kama ameposesiwa, yani mapepo yamemchukua. Nilikuwako namuombea kidogo hapo nikisimama naye, lakini huyu mwanamke anapitia mateso. Tukijiuliza ndugu zangu, huyo mwanamke ni msichana mdogo sana, pengine wa miaka 25, lakini anaongea mambo za kiroho ni kama mapepo yamemchukua. Anaongea na watu ambao hawaoni, na anatembea uchi, na ako ndani ya mateso ingawa ajui ako ndani ya mateso. Huyu ni mwanamke ama ni dada yetu ambaye ako na mama na ako na baba na ako na pengine mandugu, na pengine walichoka wakashindwa watafanyaje, wakamwachilia, na sasa ako ndani ya barabara. Anaweza chukuliwa, wanaume wanaweza mtafuta, wanaweza dhulumu bila yeye kujua, kwa kuwa ajielewi. Mbona tunapitia mateso? Yeye ako ndani ya mateso, lakini ajui ako ndani ya mateso, na yule ambaye anaweza mfungua ni Yesu Kristo. Ndugu zangu, ukikuwa na shida, ukikuwa na magonjwa, ukikuwa wewe una mapepo, ndugu, mafamilia zako wanateseka, lilia Yesu Kristo. Lilia Yesu Kristo. Lilia Yesu Kristo. Ndugu zangu, itabidi tulilie Yesu Kristo. Hakuna Mungu mwingine, hakuna Bwana mwingine, hakuna yule ambaye anaweza toa pepo isipokuwa Yesu Kristo. Hakuna yule ambaye anaweza toa huyo mwanamke, huyo dada yangu kwa barabara, na mrudishe akili zake, arudishe nafsi yake kwa mwili wake, bila Yesu Kristo. Bila Yesu Kristo. Utaenda kwa daktari wa mitishamba, utaenda kwa wachawi, utaenda kwa daktari wa machawi, utaenda popote kwa imam, hawatakusaidia. Watakuambia
leta jina yake, watafanya ukarabati wao, watafanya mambo mengi na majini, lakini mwishowe hawataweza kumsaidia. Mbona huyo mtu anatembea katika mateso? Na mbona Mungu ameitikia apitie mateso? Sana sana kwa Wakristo. Jiulize, mbona we mwenyewe unapitia kwa mateso? Mbona huyo mwanamke nimemuona leo anapitia kwa mateso? Mbona pia mimi na wewe tuliteseka na bado tunateseka? Mbona tunateseka? Amen. Mateso yanatupitia. Unajua Yesu alikuja duniani, Mungu alikuja akachukua mwili wa binadamu na akakuja kutembea na kuishi na binadamu. Na wakati alikuwa ndani ya dunia, Mungu au Yesu Kristo hakujiletea utukufu kwake. Hakuambia watu mimi ni Mungu, nifuateni. Yeye mwenyewe alikuwa anajionyesha kama tu binadamu wa kawaida. Aliitikia kupitia mateso ambayo mimi na wewe tunapitia saa hii. Alikuwa anatuonyesha njia kuwa binadamu tutapitia mateso na tutateseka. Lakini mateso yetu yeye mwenyewe ataifuta machozi, na hiyo machozi ni kupitia damu yake ambayo alitoa msalabani. Ndio sasa sisi tuweze kuishi katika maisha ya milele. Tukiangalia katika Biblia, ndugu yangu, hii mateso ambayo tunapitia, tunaona pia kuwa Yesu aliupitia. Yesu aliteseka. Yesu alipitia mapeto. Katika kitabu cha Luka, ndugu zangu, tutaona kuwa Yesu alipitia mateso. Yesu alipitia mateso. Nitakuonyesha kwa kitabu cha Luka. Amen. Tukiangalia katika kitabu cha Luka, Luka 4 mstari wa 16, Biblia inasema hivi: kuna siku Yesu alikuwako anatembea na nguvu za Mungu na alikuwa anafanya uponyaji. Anasaidia mwanamke kama yule ambaye alikuwa anaongea, anatoa mapepo, anaponya magonjwa zote. Biblia mstari wa 16 unasema hivi, alikuwa Galileo, alikuwa inasema hivi, basi Yesu alikwenda. Tukirudi kwa mstari wa 14 inasema, hapo Yesu alirudi Galilaya akiwa amejaa nguvu za Roho Mtakatifu, na habari zake zikaenea katika sehemu zote za jirani. Naye akawa anafundisha watu katika masunagogi yao, akisifiwa na wote. Yesu alikuwa na nguvu ya Mungu na alikuwa anaponya watu, na wale walikuwa wanateseka na shida kama mimi na wewe, alikuwa anaweza kutatua shida zetu kupitia nguvu za Mungu. Mstari wa 16 basi unasema hivi, basi Yesu alikwenda Nazareti, mahali alipolelewa, na siku ya Sabato aliingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Yaani alienda nyumbani kwao, pahali watu wote wanamjua, pahali aliishi, pahali alileleshwa. Akitembea kwa barabara watu wanamjua, wanajua maisha yake, wanajua utotoni wake, wanajua mambo yote kumhusu, lakini hawakumwamini kwa kuwa walimzoea na wakajua, si huyu ni yule mtoto wa Maria, si huyu ni yule mtoto wa kapenta, yule ambaye anatengeneza, inaitwa kwa Kiswahili serumala, ama inaitwa jina gani, ambaye anatengeneza mavitanda. Walimuona kama tu ni mtu wa kawaida, kama tu vile mimi na wewe tunamuona kuwa Yesu ni mtu wa kawaida. Si Yesu ni mtu wa kawaida, si ni binadamu pia. Hao walimuona vile vile na hawakuwa wakimwamini. Siku moja akaenda sinagogi na akaenda kuwapatia ujumbe wa Mungu. Yani alikuwa ameenda kuwafundisha katika sinagogi. Lakini mstari wa 20 na tukiruka mstari wa 29 unasema hivi, walimfukuza. Tukirudi kwa mstari wa 29, Biblia inasema hivi,
wakasimama ndani ya kanisa lao, wakasimama wakamtoa nje ya mji wao uliokuwa umejengwa juu ya kilima, wakampeleka mpaka kwenye ukingo wa kilima hicho ili wamtupe chini. Ndugu zangu, walikuwa wanataka kumuua Yesu Kristo, ingawa hawakukuwa wakijua yeye ni Mungu, hawakukuwa jua yeye ni Mungu kamili, hawakukuwa mjua yeye ndio Mungu aliwaumba, lakini vile alikuja kama binadamu, umbo wa binadamu, aliitikia kukua kama mwanadamu, kuishi maisha ya kibinadamu. Watu walimuona kama mwanadamu, watu walikuwa wakimdharau vile mpaka sasa mimi na wewe na wengine wanamdharau, wakidhani kuwa Yesu hakukuwa Mungu. Lakini mateso, yeye alikuwa anatufundisha kuwa binadamu lazima watateseka. Mara mengi Yesu walikuwa wanataka kumpiga mpaka mawe. Kuna saa walimfukuza mpaka kwa kanisa yao. Kuna saa walimtoa katika tauni yao na wakamfukuza mpaka nje ya town. Hiyo inamaanisha walikuwa namkimbiza, huyo, shika yeye. Yesu anatoka anaenda mpaka nje ya mji ambapo walikuwa wanataka kumrusha juu ya mlima aanguke chini, lakini walishindwa. Yesu alipitia mateso, ndugu zangu. Yesu alipitia mateso. Biblia inasema pia sisi tutapitia mateso. Kama Yesu ambaye ni Mungu wa mbinguni alikuja kutufundisha mfano kwa sisi binadamu tunapitia mateso, lakini pia alikuwa anatuonesha kuwa binadamu lazima apitie mateso. Tukienda katika Waibrania sura ya 5 mstari wa 8, Biblia inasema hivi. Ama tukianza mstari wa 7, Biblia inasema hivi. Inasema Yesu alipokuwa anaishi hapa duniani kwa kilio kikuu na machozi, alisali na kumwomba Mungu ambaye alikuwa na uwezo wa kumuokoa kifoni, naye alisikilizwa kwa sababu ya kumcha Mungu. Lakini ingawa alikuwa mwana wa Mungu, alijifunza kutii kwa njia ya mateso. Inasema kuwa Yesu alipokuwa anaishi duniani alitii Mungu na akaitikia mateso yote ambayo yalimpitisha kwa sababu alikuwa mwaminifu kwa Mungu. Mungu anasema kuwa ingawa unapitia mateso, ingawa mambo mengi yanakufanyikia, pengine wewe umezaliwa katika dini ya Kiislamu kama vile mimi, ambaye utateseka kwa kuwa familia yako yatakukataa. Kuna siku mpaka rafiki yangu ambaye ni Mwislamu alipiga simu kwa mandugu zangu na kwa watu wangu na akawaambia, nataka mtoe hiyo simu namba yangu kwa simu zenyu ili mimi ambaye nimekuwa Mkristo nisimpigie. Hata rafiki yangu alinikataa. Mateso utapitia. Yule ambaye ataitikia Yesu Kristo, yule ambaye ameitikia Yesu, lazima utapitia mateso. Kwa mfano, kama mimi ninakupatia ushuhuda yangu kuwa nilipitia mateso. Familia yangu ingawa wakuonyeshi walikukataa, lakini ukienda kuongea nao, ukiangalia macho yao na vile wanaongea, wanajua wataki, yani walikukataa. Familia yako inakukataa, bibi yako anakukataa, bwana yako anakukataa, mama yako yule alikuzaa anasema juu wewe si Mwislamu tena, wanakukataa. Ndugu zangu, marafiki zako watakukataa kwa sababu Yesu aliteswa. Pia wewe utapitia mateso. Pengine pia Mungu kuna saa zingine anakuleta duniani kupitia familia ya uchawi. Unapata saa zile wewe ulikuwa mdogo, unatembea katika maisha ya uchawi, unaroga watu, lakini Yesu akikuja kukutembelea wewe, amekutenganisha na familia yako ya kichawi. Unapata wachawi sasa wanaanza kukuroga, wanaanza kukutukana, wanaanza kukutesa katika mwili na kiroho, kwa sababu Mungu anatuonesha mfano kuwa pia yeye vile watu walimkataa, pia sisi tutakataliwa. Mungu
Yesu Kristo aliteswa, na Biblia pia inatuambia pia sisi tutapitia maisha kama hayo. Tukienda Petero wa kwanza mstari wa pili, sura ya pili mstari wa 21, Biblia inasema hivi. Hii ni kutuhusu sisi. Inasema hayo ndiyo mlioitiwa, ambao ni sisi sasa. Biblia inasema ni sisi ambao ni wa Kristo. Inasema hayo ndiyo mlioitiwa, maana Kristo mwenyewe aliteseka kwa ajili yenu, akawaachieni mfano ili mfuate mwenendo wake. Yeye hakutenda dhambi, wala neno la udanganyifu halikusikika mdomoni mwake. Alipotukanwa, yeye hakujibu kwa tukano. Alipoteseka, yeye hakutoa vitisho, bali aliyaweka matumaini yake kwa Mungu, hakimu mwenye haki. Biblia inasema kuwa vile Yesu hakudhulumu watu, hakupiga watu, alikuwa na nguvu yote, alikuwa na malaika wote, angeweza kufanya jambo kubwa kwa hao watu wa Mafarisayo, lakini hakuchukua hiyo mamlaka. Aliwacha mambo yote kwa Mungu ambaye ni mwenye haki. Biblia inakuambia pia wewe ukiteseka, kama umeishi katika maisha ambayo umetoka kwa familia ya wachawi, familia ya Kiislamu, familia ambayo inakuchukia, familia ambayo unateseka, pengine unateseka katika hii maisha, Biblia inakwambia wewe tegemea tu Mungu. Usiwapige, usiwaongeleshe vibaya, usiwadhulumu, usiwaambie mamote. Wewe mwenyewe kama tu vile Yesu alikuwa, wewe mwenyewe weka matumaini yako kwa Mungu mwenye haki. Yeye mwenyewe atakupigania. Kuna saa zingine unaweza kuwa unaenda kwa kazi yako, unapata watu wanakuchukia. Unaona huyu, unashindwa, mbona huyu mtu ananichukia? Mbona kila saa ananichukia na mimi sijawahi ongea na yeye? Ndugu zangu, kuna siku ndakupatia ushuhuda. Kuna mama mmoja fulani katika kazi yangu, nilipookoka alinichukia, ingawa hakukuwa amejua nimeokoka, lakini tulikuwa rafiki, lakini akaanza kunichukia. Alikuwako ni kama supervisor mkubwa katika kazi yetu, alinichukia kwa sana. Na kuna siku na Mungu akanifunulia, akaniambia kuwa huyu mama alikuwako anataka mimi nifukuzwe, lakini Mungu akaniambia, Yesu Kristo akaniambia kuwa yeye ndio Mungu na hata itikia mimi nifukuzwe kwa kazi. Mungu aliniambia, alinitetea. Ndugu zangu, nilishindwa. Kwa nini huyu mama ananichukia? Nilishindwa. Kwa nini huyo kwa ofisi wale wanajiita aje, human resource, sijui kwa Kiswahili wanaitwa aje, ni wale ambao wanaandika watu, mamanager, walikuwa wanisikilii vizuri. Ninashindwa, najiuliza mbona nimefanya nini? Lakini kumbe walikuwa wamepanga kunifukuza, lakini Mungu alikuja akaniambia, Yesu Kristo akaniambia hapana. Alinifunulia kuniambia kuwa walikuwa amenipangia nifukuzwe, lakini yeye kama Mungu alikataa. Ndugu zangu, hiyo mambo yote sikukwako nikijua. Ilikuwa siri ambayo inafichuka. Mungu ananifichulia, ananiambia kuwa mwanangu, walikuwa wamekupangia, lakini mimi Mungu nilikupigania. Ndugu zangu, Biblia inasema kama vile Yesu, ingawa alipigwa mawe, ingawa alifukuzwa kutoka kwa pahali wanamjua Nazareti, ingawa waliongea mengi mabaya juu yake, hakuchukua vita, hakuwapiga, hakufanya chochote, bali Biblia inasema hivi, inasema alipoteseka yeye hakutoa vitisho, bali aliyaweka matumaini yake kwa Mungu, hakimu mwenye haki. Kama vile Yesu alitegemea Mungu kumpigania, pia mimi nakuonesha kuwa pia Mungu atakupigania katika maisha yako na mateso yote ambayo unapitia. Ndugu zangu,
Watu wanapitia mateso, watu wanateseka sana katika hii dunia, watu wanapitia mateso. Mateso yanakuwa mengi katika maisha yetu, lakini Mungu atatupigania. Mungu atatupigania na Mungu atatupigania. We mwenyewe atakupigania. Usiogope. Usiogope ndugu zangu. Yesu na pia manabii wote walipitia mateso kama wewe na mimi. Manabii wa Mungu wote walipitia mateso vile wewe mwenyewe utapitia na mimi nitapitia. Hakuna mtoto wa Mungu ambaye hakupitia mateso, ndugu zangu. Hakuna. Hata Musa alipitia mateso. Hata Musa ambaye Mungu alimtumia kwa nguvu, kwa ukubwa, alipitia mateso. Tukiangalia katika kitabu cha Hesabu sura ya 16, kuna siku mwanaume mmoja ambaye anaitwa Kora alijishikanisha na watu 250 na alikuwa akitaka kutoa Aroni ambaye alikuwa kuhani wa Mungu. Alikuwa anataka kumtoa katika hiyo sehemu, ye mwenyewe ndio akuwe kuhani. Alikuwa anaambia Musa, wewe na Aroni mumejiona nyinyi mko juu sana, na pia sisi tunatumiwa na Mungu kama vile nyinyi. Na alikuwa anataka Aroni atoke kukuwa kuhani, ye mwenyewe Kora achukue hiyo sehemu. Tukiangalia katika kitabu cha Hesabu sura ya 16 mstari wa 1, Biblia inasema hivi: baadaye Kora mwana wa Ishari mwana wa Kohathi mwana wa Lawi akatwa watu pamoja na watu watatu wa ukoo wa Reubeni, Dethani na Abiramu wana wa Eliabu na Oni mwana wa Pelethi. Hao wote waliungwa mkono na viongozi mashuhuri 250 waliochaguliwa na jumuiya yote. Wakamuasi Mose. Walikusanyika mbele ya Mose na Aroni, wakamwambia, nyinyi mmepita kikomo. Jumuiya yote ni takatifu na kila mtu katika jumuiya hii ni mtakatifu, na Mwenyezi Mungu yu pamoja nasi sote. Mbona sasa nyinyi mnajifanya wakuu wa jumuiya ya Mwenyezi Mungu? Unasikia, walikuwa wameanza kuleta vita katika Musa na Aroni. Tukiruka mstari wa 11, Biblia inasema hivi. Musa ndio anaongea, anawaambia hivi. Anawaambia, kwa hiyo wewe na kundi lako mnamshambulia Mwenyezi Mungu, nyinyi mnamnungunikia Aroni, lakini ukweli ni kwamba mnanungunikia dhidi ya Mungu. Musa anawaambia, nyinyi mnalalamikia Aroni, lakini si ati mnalalamikia Aroni, ni Mungu mnamlalamikia. Mnamuuliza Mungu, mbona sisi hamukutuchagua sisi? Tukiruka mstari wa 15, tusikie vile ilikasirisha Musa sana. Mstari wa 15 unasema hivi: Mose alikasirika mno, akamwambia Mwenyezi Mungu, usikubali sadaka za watu hawa. Mimi sijachukua punda wa mtu yoyote, wala sijamdhuru mtu. Hiyo Musa anateswa. Musa ni mtu ambaye alikuwa anasaidia Waisraeli. Wakikuwa na shida yoyote wanakuja kwake, anaenda kwa Mungu, anatatua shida zao. Lakini imefika pahali watu wanakuja kumwambia, mbona wewe unajiweka mkuu hivyo? Kweli wewe ni nani? Hiyo kitu ilimkasirisha sana. Unasaidia mtu, unapatia mtu, unasaidia mtu, na maisha yako yote ni kusaidia watu. Unajitokeza, unaomba sana, unawasaidia kila siku. Saa zile wako na shida, unakuja unasimama mbele ya Mungu, unafunga kwa sababu yao. Lakini mtu anakuja anagonga nyumba siku moja na kuambia, wewe unajiona wewe ndio mkuu sana, wewe sio mkuu sana. Lakini Musa ilimkasirisha sana. Mstari wa 16 inasema Musa akamwambia Mungu,
Musa akakasirika mno, akamwambia Mwenyezi Mungu, usikubali sadaka za watu hawa. Mimi sijachukua punda wa mtu yeyote, wala sijamdhuru mtu. Ndugu zangu, mateso katika dunia ni kwa muda, lakini mbinguni hakutakuwa na mateso. Ninakuonesha mateso ambayo unapitia saa hii. Wewe ni mgonjwa, wewe pengine unapitia shida ya ndoa, bwana yako anakupinga, bibi yako anakupinga, watu wanasema mabaya, wanaenda kusema hivi na hivi kukuhusu. Pengine kwa kazi yako watu wanakusimamia na hujafanya makosa yote. Pengine unatembea, familia, watoto wako wanateseka. Pengine wachawi wamekusimamia, wanakulaani usiku na vita zinakuja mengi. Mungu anasema hatatutetea, ni kwa muda. Mungu anawachilia mateso katika binadamu, si kwa sababu anawachukia, ni kwa kututengeneza, ni kwa kutuonesha pia Yesu alipitia, pia sisi tutapitia hiyo mateso. Hata watoto wa Yesu ambao ni akina Petero walipitia mateso kama hayo. Ndugu zangu, Yesu kuna siku moja kabla aende katika msalaba, ilikuwa imebaki siku chache sana, pengine siku 2 hivi, alikuwa naongea na watoto wake, mitume zake, na akawaambia hivi. Alikuwa anawaprofesaia, kwa kizungu ni kuprofesai, kwa Kiswahili alikuwa anawaambia mambo ambayo yatakuja ujao katika maisha yao. Tukirudi katika Yohana sura ya 16 mstari wa 1, tuone ni nini Yesu aliwaambia. Yesu aliwaambia hivi, nimewaambieni hayo kusudi msiache imani yenu. Watu watawafukuza nyinyi katika masinagogi yao, tena wakati unakuja ambapo kila atakayewaua nyinyi atadhani anamhudumia Mungu. Yesu anasema hivi, ndugu zangu, alikuwa anaambia mitume zake, kuna wakati mtafukuzwa katika makanisa, kuna wakati watu watawaua wakidhani wanafanyia kazi Mungu. Anasema msifanye nini? Msiache imani yenu. Usiwache kukua Ukristo kwa sababu unateseka. Usiwache Ukristo kwa sababu wewe ni Mwislamu, uko ndani ya familia ya Uislamu. Usiwache Ukristo kwa sababu wewe uko familia ya uchawi. Usiwache Ukristo kwa sababu baba yako na mama yako walikukataa juu ya Yesu Kristo. Usiwache Ukristo kwa sababu unateseka. Yesu anasema shikilia imani yako. Shikilia imani yako. Tukishuka katika hiyo Yohana 16 tukishuka chini kabisa katika mstari wa 33, ni nini ambalo litakusaidia katika hii mapito? Yesu alitujibu na akatuambia ni nini ambacho alituachia duniani wakati tunapitia mateso. Alisema hivi, nimewaambieni mambo haya ili mpate kuwa na amani katika kuungana nami. Ulimwenguni mtapata masumbuko, lakini jipeeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Yesu anasema ulimwenguni mtapata masumbuko, lakini jipeeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Ni nini Yesu atakupatia? Yesu anasema hivi, sura 33 anasema, nimewaambieni mambo haya ili mpate kuwa na amani katika kuungana nami. Yesu anasema nimewacha amani ndani yenu. Ingawa utapitia shida, ingawa utateseka kama yeye, lakini nitakupatia amani ndani ya moyo wako, ndio uweze kuzidi kuendelea katika safari ya imani. Amani na imani. Utakuwa na imani kwa amani ambayo Yesu ataweka ndani yako. Ndugu yangu, watume wote walipitia mateso. Hata Paulo alipitia mateso. Paulo aliteswa sana.
kuna mambo mengi yalimfanyikia. Alipigwa mpaka mawe kama vile Yesu alipigwa mawe, alitandikwa, alifungwa kwa jela, aliteseka ndugu zangu, kwa sababu ya Yesu Kristo. Tukisoma Warumi sura ya 5 mstari wa 3, tusikie vile Paulo anasema. Biblia anasema hivi, inasema naam, si hayo tu, bali tunafurahi pia katika taabu, tukijua kwamba taabu huleta saburi, naye saburi huleta udhabiti, naye udhabiti huleta tumaini. Tumaini hilo haliwezi kutuhadaa, maana Mungu amekwisha mimina mioyoni mwetu upendo wake kwa njia ya Roho Mtakatifu aliyetujalia. Paulo anasema katika taabu zetu tuvumilie, kwa kuwa Mungu ameweka upendo wake ndani yetu. Tuvumilie, tupende watu. Mtu akikuchukia, familia yako ikikuchukia, zidi kuwapenda. Hata kama watu wanakuchukia kwa kazi yako, zidi kuwapenda. Hata kama dada yako anakuchukia, rafiki yako atakuchukia, watakulaani, watakukashifu, watakuambia mambo mabaya, Biblia inasema kuwa kuna upendo ambayo Roho Mtakatifu ataweka ndani yetu, tuzidi kuwa katika imani. Yesu amesema atatupatia amani ndani ya moyo wetu, na pia Roho Mtakatifu ako ndani yetu kutupatia upendo. Atatupatia upendo. Atatupatia upendo. Hayo mambo ambayo Yesu aliwaambia watoto wake mitume kuwa mtateseka, yaliwatendekea. Waliteseka ndugu zangu. Mitume wake walishikwa, wakafungwa, wengi wakawekwa ndani ya jela, wengine wakauliwa kwa sababu ya Yesu Kristo. Amen. Tukiangalia katika Matendo sura ya 5 mstari wa 17, hivi ndio ilifanyikia mitume wa Yesu Kristo. Kisha kuhani mkuu na wenzake waliokuwa wa kikundi cha Masadukayo wa mahali hapo wakawaonea mitume wivu. Basi wakawatia nguvuni, wakawafunga ndani ya gereza kuu. Biblia inatuambia yale yote ambayo Yesu aliwaambia kuwa kuna siku itafika ambao watafungwa, wengine watauliwa, iliwafikia. Tunaona katika Matendo sura ya 5:17 kuwa mitume wake walishikwa kwa sababu ya wivu, wakafungwa kwa jela. Kama wewe hauteseki, inamaanisha wewe ni mkubwa kuliko Yesu Kristo. Kama wewe ni Mkristo na uteseki katika maisha yako, inamaanisha kuwa Yesu Kristo, wewe ni mkubwa kuliko Yesu Kristo. Kwa kuwa Yesu aliteseka, Biblia inasema pia wewe utateseka. Amen, amen na amen. Mungu alituita akijua tutateseka. Hii dunia Yesu alituita akijua tutateseka. Alijua kutakuwa na mapambano, na mapambano yetu si mapambano ya kimwili bali ni ya kiroho. Ni majini na mapepo na wachawi, maagent wake ambao wataleta vita kwa watoto wote ambao wamemuitikia Yesu Kristo. Katika Yohana sura ya 15 mstari wa 18, Yesu alizidi kuambia mitume zake. Hivi ndio aliwaambia mitume wake. Aliwaambia hivi, akasema, kama ulimwengu ukiwachukia nyinyi, kumbukeni kwamba umenichukia mimi kabla ya kuwachukia nyinyi. Nitairudia tena. Kama ulimwengu ukiwachukia nyinyi, kumbukeni kwamba
umenichukia mimi kabla ya kuwachukia nyinyi. Kama mngalikuwa watu wa ulimwengu, ulimwengu ungaliwapenda nyinyi kama watu wake. Lakini kwa vile nyinyi si wa ulimwengu, ila mimi nimewachagueni kutoka ulimwenguni, kwa sababu hiyo ulimwengu utawachukieni. Biblia inasema watu watakuchukia kwa sababu Yesu alikuchagua. Mama yako atakuchukia, baba yako atakuchukia, bibi yako atakuchukia, bwana yako atakuchukia, watoto wako atakuchukia, watumishi wenye kazi pale umeajiriwa watakuchukia. Watu watakuchukia kwa sababu ulimchagua Yesu Kristo. Yesu, neno la leo lilikuwa ni kukufundisha kuwa shikilia Mungu. Anasema usikate tamaa, usiwache imani. Kama vile yeye aliteseka, pia wewe utateseka. Neno la leo lilikuwa kukufundisha kuwa kwa nini Mungu anaitikia watoto wake wateseke. Kwa nini Yesu ama Mungu anaitikia watoto wake wapitie mateso? Ni kwa sababu pia yeye anaonesha dunia tutapitia mateso kama vile yeye, lakini tusishuke imani yetu, bado tukaze kamba, tuendelee na imani yetu, kwa kuwa anajua ni kwa muda chache tu. Huko mbinguni hautateseka. Huko mbinguni hakuna kifo. Huko mbinguni hakuna kilio. Huko mbinguni hakuna yule atakupeleka katika kwa jela. Hautawekwa pingu, hautapigwa mijeledi, hautatupiwa mawe, kwa kuwa mbinguni Mungu ametuandalia mambo mema. Lakini anajua katika duniani, ulimwengu utateseka. Mateso yanakuja na mateso yataenda. Neno la Mungu ni kukuambia amekuwekea amani ndani ya moyo wako na upendo wa Roho Mtakatifu ndani yako, na Yesu anasisitiza kuwa usiwache imani. Amen and amen. Ndugu zangu, nashukuru sana kwa wale ambao Mungu amewaleta katika hii channel, na tutaendelea kumjua huyu Mungu kwa ukubwa siku zifuatazo. Ninashukuru kwa wale ambao wamesikiza neno la Mungu, na ninabariki Mungu ambaye ametupa neema ya kukua pamoja nawe siku ya leo. Ninasema amina and amen. Mpaka wakati mwingine ujao.